Nakumbuka ilikuwa mwezi kama huu wa Juni mwaka 2007 nilipoalikwa Tehran, Irani, katika hauli ya Imam Khomeini, kumbukumbu ya kifo chake. Na Irani iliwaalika waandishi wa habari wengi kutoka Tanzania. Kila chombo kilialikwa, na nakumbuka katika ndege ile nilikuwa na baadhi ya wafanyakazi kutoka vyombo muhimu sana, siwezi kuitaja kimoja kimoja, na nilibahatika kuwa karibu sana na mmoja wa waandishi wa habari kutoka hapa nyumbani ambaye sasa ni marehemu, na ulijenga urafiki mkubwa, na alinipa fikra zake baada ya kuiona Irani na yale ambayo yalizungumzwa katika kumbukumbu ile. Sasa kulikuwa na kama kongamano, na mwisho ilikuwa maswali na majibu, na nakumbuka katika swali moja ambalo lilikuja na lileta mjadala mkali lilikuwa la nuclear, kuwa lazima, alisimama mtu akasema lazima Irani iwe na nuclear kwa kujikinga na maadui zake, na jibu ambalo nalichukulia kama ndio jibu la serikali sema kuwa sisi hatuna haja ya kuwa na silaha kama hiyo, na akaeleza madhara yake. Na kwa kweli kuna baadhi ya wale watu ambao wanaweza kusema siasa kali waliona kwa nini Irani inakataa kuwa na silaha ambayo itawafanya wao kuwa salama zaidi kuliko sasa. Lakini ukitizama ukienda ndani zaidi ni kuwa ile ilikuwa ni fatwa. Kuna fatwa ya mashekhe wenyewe wamesema kuwa Irani inahitaji silaha kama hii kwa kazi gani. Nimeleta utangulizi huu kwa kutizama hali ya mambo ilivyo hivi sasa. Vyombo vingi vinasema kuwa katika huu mkataba uliowekwa kumaliza vita ni kuwa Irani imejitokeza ndiyo mshindi. Mshindi kwa vipi? Ni kuwa kwanza suala la kuenrich uranium liko pale pale. Irani itaendelea kufanya utafiti na kuenrich uranium, na pili ndilo kubwa ni kuwa Marekani imepoteza nini? Imepoteza ni kuwa vituo vyake vile vyokuwa Mashariki ya Kati katika vita ambavyo wao wenyewe na Israeli wanaanzisha vimepigwa, na wachunguzi wa mambo hawaoni vipi nchi za Gulf kama zinaweza tena kuruhusu Marekani kuvihuisha, yani kurejesha hali kama ile ilikuwapo, kuwa watakuwa na vitu vya jeshi katika nchi za Kiarabu. Na kubwa zaidi ni kuwa, na bila shaka watu wanasema, nafikiri kuwa nchi hizi zitafikiria mara mbili kuwa kuna maana yoyote leo kuwachukua Marekani kama ulinzi wao, na pengine itaingia fikra kwao kuwa wao wenyewe wanaweza kujilinda. Kujilinda kwa vipi? Kwanza kuhakikisha kama wanakaa kwa salama na majirani wao wote, na pili kutengeneza wao wenyewe jeshi ambalo litakuwa na nguvu. Kwani bila shaka viongozi wanajiuliza, ikiwa Irani imesimama kwa miguu yake miwili dhidi ya Marekani na Israeli, kwa nini wao washindwe? Sasa nataka hapa kidogo turejee katika ile swali la nuclear, kuwa Irani inaendelea na utafiti wake wa nuclear ni ushindi mkubwa, na Israel sijui
itafanya nini? Kwa sababu sera ya Israel ni kuhakikisha kuwa hakuna nchi Mashariki ya Kati itakuwa na uwezo wa kuwa na bomu la nyuklia. Hii wanatakiwa wanayo wao peke yao, lakini kuna uvumi na huwezi mtu kaupuuza. Wanasema kuwa nchi ya kwanza kuwa na bomu la nyuklia katika nchi za Kiislamu ni Pakistan, na inaaminika kuwa wataalamu wa Pakistan kwa miaka mingi wamekuwa wakifanya kazi bega kwa bega na wataalamu wa Irani, kiasi ambacho Wairani wamepata ujuzi wote walikuwa nao wa Pakistani, kuwa ni swala la muda tu ni kuwa watakapotaka kutengeneza bomu la nyuklia basi wanaweza kulitengeneza bila tatizo lolote. Na hili Marekani wanalijua, hali kadhalika Wayahudi wanalijua. Na hapa ndio mara kwa mara narudia kauli hii kusema kuwa hali ya Mashariki ya Kati imebadilika sana. Vita hivi vimeipa ushindi mkubwa Iran, na kuna wakati nilipoanza vita, nadhani kipindi changu cha kwanza au cha pili, nilisema kuwa Iran inshallah watashinda, na kuna baadhi ya watu katika comments wako wanasema watashinda vipi? Maana wakitizama ule ukubwa wa Marekani, wakitizama nguvu za Wayahudi, wanaona Irani itasagwa sagwa. Na mimi jibu langu lilikuwa watashinda kwa sababu wao wanamtegemea Allah. Sasa hii ndio hali, na memorandum of understanding imetiwa saini, na kwa hakika kuna Kiswahili kwa watoto, kama unataka kumzodoa mwenzako unamwambia kidagaa kimekuozea, yani ile jambo lilotaka basi limekuharibikia, hutolipata. Na hii ndio hali ilivyokuwa Marekani. Naona Trump anarudi Washington kichwa chini, lakini anajikaza kuwa watu waamini kuwa Marekani imepata ushindi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.